أذان. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Aziz anasema, kwanza kabisa nataka kusema kwamba sehemu ambayo ilikodishwa hapa kwa ajili ya swala ya Ijumaa, na inasema kwamba swala ya Ijumaa pia tutaswali hapa kwa sababu uwanja wa ndege ni karibu, na kwa sababu ndege zinapita hapa sana, labda mtasikia kelele mara kwa mara, na labda wakati mwingine mtasikia kelele sana kwa sababu ya kupita ndege. Mimi nitajaribu sauti yangu iendelee kuwafikieni na muweze kuelewa vizuri. Ikiwa kelele inapatikana kama inapatikana sasa hivi, hii inategemea kwamba ikiwa hewa inakuja upande wetu sauti itakuwa zaidi, lakini kama hewa inakuwa upande mwingine sauti itakuwa kidogo. Kwa vyovyote, kwa sababu ya kuwa upungufu wa sehemu katika Baitul Subuh, ilikuwa si rahisi kuswali Ijumaa kule, na jumuiya anasema kwamba hawakuweza kupata ukumbi mwingine zaidi ya hii, lakini mimi nadhani wangefanya juhudi kwa wakati wangeweza kupata ukumbi kwa ajili ya kuswali Ijumaa. Lakini shida ya watu wetu ni kwamba wao wanaanza kufanya kazi kwa wakati unapokaribia, na wanadhani kwamba kazi yao itafanywa bila tabu. Na hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba kazi kadhaa au kazi fulani inafanywa hata kama wanaanza kuchelewa, lakini si maana yake kwamba wao wasifanye mpango maalum mapema. Hii ndiyo ni sababu kwamba Baitul Afiyat ambayo ilinunuliwa karibu na Baitul Subuh kule haturuhusiwi kusali Ijumaa, wala hatukupata ruhusa ya kufanya kikao kingine chochote. Mwaka jana nilipokuja hapa wakati wa jalsa salana, mimi niliswalisha Ijumaa katika Baitul Subuh kule kwa sababu sehemu ni ndogo sana. Wanawake waliambiwa wasije kusali Ijumaa hapa, na vile vile jumuiya za mbali pia ziliambiwa wasije kusali Ijumaa hapa. Wakati ule mimi niliwasihi usimamizi kwamba nyinyi mchukue ruhusa haraka iwezekanavyo ya kusali Ijumaa hapa ili tusipate shida siku za usoni. Sawa na taarifa niliyopata kutoka katika uongozi wa hapa, hawa viongozi wanafanya juhudi ya kupata ruhusa kule, lakini council inaendelea kuleta shida. Azur anasema kwamba kabla ya kununua sehemu ile walilazimika kuzingatia mambo haya yote, kwa sababu council haifanyi kazi chini ya hawa, kwamba wao wataenda mara moja kule na watapata ruhusa ya kutumia nyumba ile ilinunuliwa. Wakati nyumba iliponunuliwa, tangu wakati ule kwa makini sana walitakiwa wangechukua ruhusa ya kutumia nyumba ile, na walilazimika kupata ruhusa ya kuleta mabadiliko katika nyumba ile. Kazi ile ingefanywa wakati ule, wasingepata shida kama tunapata siku hizi. Ingawa siku hizi kwa sababu ya likizo ya Easter walidhani kwamba sehemu hii itakuwa kubwa sana, lakini kwa sababu ya kuja kwa watu wengi sana, sehemu hii pia imekuwa ndogo. Na lakini ikiwa si leo Ijumaa ya kawaida inaweza ingeswaliwa kule, lakini
kwa sababu ya kutokuwa na ruhusa hawawezi kusali Ijumaa kule. Tangu nyumba hii ilinunuliwa ni miaka 2 au 3, bado vizuizi vinapatikana. Wakati ule nyumba hii iliponunuliwa hali ya dunia ilikuwa nzuri. Kuhusu Waislamu watu walikuwa na maoni mazuri, na ilikuwa rahisi kupata ruhusa wakati nyumba iliponunuliwa. Lakini siku hizi kuhusu Waislamu hawa wana wasiwasi sana. Kwa sababu ya hii sisi tunapata shida ya kupata ruhusa. Labda Amir Saheb na uongozi utasema kwamba hii si sababu, ilitabiriwa kwamba iwe hivi, lakini Hazur anasema kwamba hii ni uvivu wa hawa viongozi, na hii imetokea kwa sababu wanaanza kuchukua ruhusa kuchelewa. Sababu yake ni kwamba tunapata shida siku hizi. Mwenyezi Mungu aijalie akili hawa viongozi wote na waweze kufanya kazi kwa kuelewa mazingira ya kule. Nyinyi ikiwa mumechagua viongozi, mnalazimika kwamba mufanye maombi kwa ajili ya viongozi hawa ili waweze kufanya vizuri kazi yao. Hazur anasema kwamba katika dakika 3 au 4 tumeona kwamba ndege kama 2-3 imepita na kelele ilipatikana. Njia ingine ilikuwa hii kwamba watu wachache wangeambiwa kwamba waje kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa, na wanawake pia wasingekuja kwa ajili ya kusali Ijumaa. Katika Pakistan au katika nchi ambapo kuna upinzani dhidi ya jumuiya, na kwa sababu ya hali ya kule wanawake waliambiwa kwamba wasije kusali swala ya Ijumaa. Na vile vile Ijumaa inaswaliwa katika sehemu mbalimbali, haiswaliwi sehemu moja. Katika nchi ya Aljazair wanajumuiya hawaruhusiwi kusali Ijumaa, hata hawaruhusiwi kusali Ijumaa katika nyumba za watu. Kwa hiyo kule, kwa sababu ya sheria ya nchi inatokea hivi, na hapa ambapo sisi tuna uhuru wa dini, ikiwa sisi tunaweka vizuizi hivi ni kwa sababu ya uvivu wetu, si kwa sababu ya sheria ya nchi. Kwa yoyote mufanye dua kwamba kwa ajili ya Ijumaa itakayokuja siku za usoni sisi tupate ruhusa ya kusali Ijumaa katika Baitul Afiyat, au angalau viongozi wapate mahali ambapo watu wote wanaweza kusali swala ya Ijumaa bila kuwa na taabu yoyote. Halifa mtukufu anasema kwamba kule katika Baitul Afiyat pia sehemu inaweza kuwa inatosha, lakini jumuiya kwa sababu inaendelea kupanuka, sehemu yoyote tukinunua sehemu, ile sehemu itaendelea kuwa ndogo kwa sababu ya idadi ya wanajumuiya. Lakini kwa kununua sehemu moja na kisha kutokutumia sehemu ile, kisha kusema kwamba sasa sehemu ile pia imekuwa ndogo, hii si jibu sahihi wala si jambo la akili. Hazur anasema baada ya maelezo haya nilichagua mada ingine kwa ajili ya hutuba ya leo, lakini ilipangwa kwamba mimi nitaswalisha jeneza ya marehemu kadhaa. Kwa mimi nimefikiria kwamba mimi nitazungumza kuhusu marehemu hawa. Mmoja ni shahid, mmoja ni mbashiri wa jumuiya, na moja ni mtukuu wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kwa mimi nitatoa hutuba kuhusu hawa marehemu. Hawa marehemu walikuwa na sifa ambazo ni mfano mzuri kwa ajili ya wanajumuiya wote.
haya ni mambo kwayo ni mfano kwa ajili yetu sisi sote, na vile vile ni mfano mwema kwa ajili ya wanajumuiya wengi sana. kwa hiyo nikaona kwamba badala ya kuzungumza kuhusu mada ingine na kueleza sifa za hawa marehemu kidogo, mimi nilipenda kwamba nieleze sifa za hawa wanajumuiya vizuri. Sifa za hawa marehemu ni ya aina hizi ambazo ni sawa ya man kadhaa nahbahu, yani ni wale ambao walitimiza ahadi zao na nia zao katika maisha yao. Hawa marehemu ni wale ambao kwa kutanguliza dini juu ya dunia waliishi maisha yao hapa duniani, na kwa hali hii waliaga dunia hii. Miongoni wa hawa marehemu ya kwanza ni shahid marehemu wetu Professor Dr. Ashfaq Ahmad Saheb, ambaye katika Ijumaa iliyopita aliuawa. Professor Dr. Ashfaq Ahmad Saheb alikuwa mwenyeji wa Lahore. Umri wake ulikuwa miaka 68. Katika Ijumaa iliyopita alikuwa anaenda kuswali Ijumaa katika gari yake. Njiani mtu mmoja ambaye ni mdui wa jumuiya alimpiga risasi na hivi alifariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa na maelezo yalipatikana ni hivi kwamba siku ya Ijumaa shahid marehemu pamoja na mjukuu wake bana Shazeb na pamoja na mwanajumuiya mwingine aitwaye bana Zahir Ahmad alikuwa anaenda kusali Ijumaa katika gari yake. Shahid marehemu alikuwa anaendesha gari, mjukuu wake alikuwa amekaa mbele katika gari na mwanajumuiya mwingine alikuwa amekaa nyuma. Walipofika katika barabara ya Multan Road, na kule ilikuwa foleni sana ya magari, marehemu aliposimamisha gari, mtu mmoja akaja karibu na gari yake na akaweka risasi katika kichwa chake na akapiga risasi, na kwa kupiga risasi yule mdui alikimbia. Kwa hiyo shahidi marehemu alifariki pale, na wengine wawili walikuwa kwenye gari walisalimika. Katika familia ya shahid marehemu jumuiya iliingia kwa kumpitia babu yake bana Abdul Qadir Saheb, na wakati Sayyidina alayhi salatu wasalam alipokuja Ludhiana na familia yake ilikuwa ikiishi katika mashariki wa Punjab, mtu mmoja alimhubiri babu yake. Kwa sababu ya mahubiri yake babu yake alijiunga na jumuiya pamoja na familia yake nzima. Babu ya marehemu alifariki kabla ya kupatikana kwa Pakistan. Baada ya kupatikana kwa Pakistan, bibi yake Aisha Saheba alihama kutoka Pakistan na alihamia katika mji wa Lahore, Pakistan. Walikaa katika Sanat Nagar wa Lahore, na shahid marehemu alizaliwa katika mwaka 1949. Baada ya kuishi miaka kadhaa, familia hii ilihamia katika mji wa Rabwa. Shahid marehemu alisoma katika Rabwa, baadaye alijiunga na chuo cha Lahore. Kwa sababu ya hii familia yake ilihamia Lahore tena. Alifanya MSc katika Lahore na baadaye alianza kuitumikia kwa kuwa professor. Baba wa marehemu Sheikh Sultan Ahmad Saheb alikuwa sub inspector katika polisi. Marehemu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa musi
na alikuwa akipenda sana uhalifa wa jumuiya. Alikuwa msaliaji wa tahajjud na alikuwa akiwaheshimu wageni sana, na alikuwa mtiifu wa viongozi wote wa jumuiya, na alikuwa mtu mwema sana. Alikuwa akitoa huduma zake kila wakati katika jumuiya, na alikuwa na hulka njema sana. Alikuwa na shauku sana ya kufanya mahubiri, na kwa sababu ya kuwa na hulka njema alikuwa anajulikana katika wanafunzi wake na katika wenzake walimu. Alikuwa akiwaalika walimu nyumbani kwake, na alikuwa akiwahubiri kwa njia nzuri. Kwa sababu ya hii, baadhi wakati alikuwa akipata tishio kutoka kwa maadui, lakini yeye hakujali matishio haya. Tangu utoto wake alikuwa na shauku sana ya kutoa huduma ya jumuiya. Katika idara mbalimbali alipata nafasi ya kuitumikia jumuiya. Alikuwa akiishi katika mtaa wa Sabzawar. Aliwahi kuwa rais wa jumuiya, na vile vile aliwahi kuwa zaim wa Ansarullah. Mwaka huu aliteuliwa kuwa secretary dawat ilallah katika mtaa wa Allama Iqbal town, na alianza kazi yake vizuri sana. Mke wake alikuwa na maradhi ya maumivu katika viungo vyake, na huyu mshahidi marehemu alimhudumia vizuri sana mke wake. Mwaka jana mke wake alifariki katika Desemba. Marehemu alikuwa hana watoto. Alimlea mtoto mmoja, na katika mtoto huyu kuna watoto wawili ambao ni wajukuu, na katika watoto hawa mmoja alikuwa amekaa pamoja naye wakati alipokwenda kwa ajili ya kusali swala. Ndugu yake mmoja bana Elias anaishi katika Birmingham. Ndugu yake bana Elias anasema kwamba marehemu alikuwa ndugu mpole sana, na aliwalea ndugu zake wadogo kama ni baba, na alitupatia malezi mazuri sana. Alitufundisha tafsiri ya Qur'an tukufu na vile vile tafsiri ya swala, na alikuwa akiwaangalia vizuri sana ndugu zake. Na yeye alikuwa akikutana na walimu wetu, na alikuwa akijali sana kuhusu hali yetu, na alikuwa akitutayarisha kwa ajili ya vikao vya jumuiya, na alikuwa akitutayarisha ili sisi tushiriki katika mashindano mbalimbali, na alikuwa akituchukua katika swala. Zuri nasema kwamba ikiwa kaka wakianza kuchukua wadogo zao wakati wa swala, basi hali itarekebika. Vile vile ndugu wa marehemu anasema kwamba alikuwa akituchukua pamoja naye wakati wa vikao mbalimbali. Katika wakati wa halifa wa 4 shahid marehemu aliota, na katika ndoto aliona shahid marehemu. Anasema kwamba katika misikiti wa mtaa wetu inatangazwa kwamba halifa wa 4 amefariki, na mimi nimeona kwamba katika letterbox kuna kisu kimoja. Mimi niliona kwamba maana yake ni hii kwamba nimeona kisu, mradi wake ni kwamba jumuiya italazimika kutoa dhabihu. Na tangazo la halifa wa 4 maana yake ni hii kwamba katika wakati wake jumuiya itapata maendeleo sana. Kwa sababu ya kupatikana kwa MTA ndoto yake ilitimia, na yeye aliona kisu. Mradi wake ilikuwa kwamba yeye atauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Bwana Elias anasema kwamba ndugu yetu aliimarisha heshima ya familia yetu. Yeye amekuwa shahidi wa kwanza katika familia yetu, na ametuachia mfano mzuri sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Ameacha ndugu 6 na dada 1, wote wanaishi nje ya Pakistan. Jeneza ya pili ni ya Bana H. Nasruddin Saheb.
aliyekuwa mbashiri mkuu wa East India tarehe 7 ya April 2017 alizama katika mto na alifariki katika umri wa miaka 42. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siku ya tukio pamoja na Amir Sahib wa Sikandarabad na pamoja na wanajumuiya kadhaa alienda mtoni baada ya kusali swala ya alfajiri. Alikuwa anajua vizuri kuogelea. Alikuwa anaogelea pamoja na wanajumuiya wengine, lakini alizama. Baadaye maiti yake ilipatikana kando wa mto. Huyu alikuwa mwanajumuiya wa kwanza wa eneo lake. Kwa kumpitia yeye jumuiya ilipatikana kule. Mama yake pia alikuwa miongoni wa wanajumuiya wa zamani. Marehemu 2007 alihitimu masomo yake katika Kadian, kisha alitumwa katika mkoa wa Andhra. Alitumikia jumuiya katika jumuiya. Alikuwa anawaangalia vizuri sana wanajumuiya wote. Wakati wa kifo alikuwa mbashiri mkuu wa Andhra. Mke wake anasema tulilazimika kukaa mahali ambapo tulikuwa na center ya jumuiya tu, lakini marehemu alikuwa akiswali swala pamoja na watoto wake na familia yake, na hali hii iliendelea siku moja kabla ya kufa kwake. Hazur anasema kwamba katika hali yake kuna mafunzo kwa ajili ya wanajumuiya, kwamba ikiwa wanajumuiya wanaishi mbali, hawaishi karibu na misikiti, hata katika hali hii swala inatakiwa iswaliwe pamoja na watu wa familia. Kisha mke wake anasema wakati katika Kamaridi alipotumwa kwa kuwa mbashiri kule, alisambaza vipeperushi, kwa hiyo alipata upinzani na alikamatwa na wapinzani na alipigwa na wapinzani, lakini marehemu alisalimika. Mke wake anasema mimi nilimwambia kwamba hapa hali imekuwa ngumu sana na upinzani umeenea sana, kwa hiyo uombe kwamba uhamishwe katika Kerala. Lakini yeye akasema sisi tutaenda kule na tukiomba uhamisho labda tutapelekwa kule, na mimi nikisema kwamba upinzani unapatikana hapa labda mimi nitahamishwa, lakini wanajumuiya wanaishi hapa, hawa watahamishwa wapi? Kwa sababu wao watalazimika kusimama dhidi ya upinzani. Kwa hiyo hii si sahihi kwamba sisi tukimbie kwa sababu ya upinzani. Sisi tunalazimika kutimiza ahadi ya wakfu yetu. Hali yoyote inapatikana tunalazimika kukaa katika hali hii hapa. Na yeye anasema ikiwa nikipata daraja ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, basi hii itakuwa inaamu kubwa sana. Kwa hiyo sisi lazima tutaishi hapa. Na yeye alikuwa akiishi maisha ya kawaida kasi hiki kwamba mke wake anasema kwamba yeye hakununua vifaa vya nyumbani kama furniture. Alikuwa akisema kwamba sisi tumetoa wakfu maisha yetu, sisi tutaenda mahali popote jumuiya anatutuma, anatupeleka. Kwa hiyo ikiwa sisi tukinunua vifaa vingi vya nyumbani labda italikuwa kizuizi katika uhamishi wetu. Kwa hiyo sisi tutaishi sawa na vifaa tuliopewa na jumuiya. Hazur anasema kwamba huu pia ni mfano kwa ajili ya mbashiri. Kila mbashiri mwaka jana alipelekwa katika Amlapura. Kule alikuwa akiwasomesha watoto Qur'ani tukufu kiasi hiki kwamba kila siku kilomita 1 alikuwa akienda kwa miguu au kwa kutumia baiskeli, na alikuwa akiwafundisha watoto swala Qur'ani tukufu. Huzuri anasema hii pia ni mfano kwa ajili ya wabashiri wote. Kisha mke wake anasema kwamba marehemu alikuwa na sifa ya kuwapatia karamu wageni. Anasema wakati wa likizo, ikiwa mimi nilikuwa nikija Kerala na nilikuwa sipo nyumbani wakati ule wageni walipokuwa wakija, marehemu hakuonyesha wasiwasi aina yoyote, bali alikuwa akiwapikia chakula wageni wote. Na marehemu alikuwa na hamu sana ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu.
alisema alimwona halifa wa pili na baba yake katika ndoto, na baba yangu ananiita kwake. Huzur anasema kwamba huyu marehemu aliuawa kwa sababu alienda kwa ajili ya huduma ya dini kule, na katika kazi ya Mwenyezi Mungu alifariki, na hii pia ni njia moja ya shahid. Marehemu alikuwa mtu wa kufanya dua sana na kusali swala, na vile vile alikuwa akifanya mahubiri sana. Mara chungu mzima alipigwa na mapenzani, na nimeshawahi kueleza katika hutuba yangu fulani tukio lake pia, wakati alipopigwa na maadui na wapinzani. Mama yake ni mzee sana, vile vile ameacha mke na watoto wa kiume wawili, ameacha kaka wawili. Kaka moja ni Aj Suleimani Amir Zila wa Kerala, na bana Shamsuddin Saheb anaitumikia jumuiya katika ofisi ya jumuiya huko Kadian. Wale walifanya kazi pamoja na marehemu. Bana Navidul Fatah Shahid anasema bana H Nasruddin Saheb alikuwa mwenyeji wa Kerala tangu miaka 18 katika Andhra na Telangana alikuwa anaitumikia jumuiya. Anasema mimi nilikuwa nikikutana naye mara kwa mara. Katika kikao alikuwa akikaa kwa unyenyekevu sana, alikuwa tayari kutoa huduma yoyote kwa ajili ya jumuiya, na alikuwa mtu mzuri sana, na alikuwa alim mwenye kufuata, na alikuwa akiswali swala ya tahajjud kila siku, alikuwa akifanya mahubiri, na alikuwa akifanya kazi ya ofisi kila wakati, alikuwa akiwaheshimu wazee, na alikuwa akiwatendea vizuri wadogo. Kila siku alikuwa akitoka nje kwa ajili ya mahubiri, ingawa upinzani ulikuwa sana, lakini alikuwa haogopi. Kwa sababu ya hii yeye alikuwa anajulikana na washukuwa na jumuiya, na alikuwa akikutana nao vizuri. Alikuwa mtu mwenye kupendwa na watu wengi. Anasema mimi sikuwahi kumuona kwamba yeye alikuwa na hasira siku yoyote. Alikuwa akiwatendea vizuri wenzake pia. Alikuwa akiwapenda watu wote kiasi hiki kwamba yeyote aliyekuwa akikutana naye alikuwa akimpenda yeye kwa sababu ya sifa zake. Marehemu alikuwa akisoma vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wasalam bila kukosa. Alikuwa akisoma vitabu kila siku, na alipanga wakati maalum kwa ajili ya kusoma vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kwa Hazur anasema kwamba hii pia ni mfano kwa ajili ya wabashiri wote. Yeye alikuwa akiswali usomaji Qur'ani tukufu kila siku, na alikuwa akiandika diary yake kila siku. Alikuwa akisikiliza hutuba ya halifa kwa makini sana. Tena si hii tu kwamba alikuwa akisikiliza hutuba, bali alikuwa akifuata nasaha zote za halifa. Yeye alikuwa haleti udhuru wowote, bali alikuwa akifuata kila nasaha ya halifa. Hazur anasema jambo hili pia ni mfano kwa ajili ya wabashiri wote. Alikuwa akipenda sana uhalifa. Alikuwa akimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hizi ni sifa zilizokuwa zinajulikana waziwazi katika dhati ya huyu marehemu. Katika kamaredi wapinzani walimpiga sana katika misikiti wao, na yeye aliendelea kusimama kwa imara dhidi ya upinzani wao. Huyu mbashiri mwenzake anasema kwamba wakati alipopigwa na wapinzani na alipelekwa hospitalini, mimi nilikutana naye kule hospitalini. Nikamwona kwamba yeye alikuwa na majeraha chungu mzima, lakini katika uso wake ulikuwa tabasamu na furaha.
na yeye mwenyewe akaeleza jinsi aliyopigwa na wapinzani. Akasema kwamba wapinzani waliniuliza kwamba Mirza Sahib amedai nini. Ni mimi nikasema kwamba yeye amedai kuwa nabii msaidizi wa Mtume sallam. Kwa kusikia hii wapinzani walikuwa wakinipiga zaidi. Walipokuwa wakinipiga zaidi tena walikuwa wakiniuliza mara ya tena kwamba zili nabuwat ni nini, yani nabuwa ya kivuli ni nini. Na yeye anasema mimi nilikuwa nikiwaambia kwamba kwa kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam unabii unapatikana, ule ni unabii uliopata Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kwa kusikia hii wapinzani walikuwa wakimpiga tena, na hivi huyu marehemu alikuwa aliendelea kunielezea tukio lililotokea. Na yeye akasema kwamba mimi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu nimepata bahati ya kupigwa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Huyu mbashiri ambaye anaandika kuhusu marehemu anaandika kwamba wakati yeye alipokuwa karibu kuhamishwa, Bashiri anasema mimi nilimwambia kwamba mimi nahamishwa kutoka hapa, lakini wewe ufanye kazi kwa hekima sana. Kisha aliendelea kuniambia kwamba kule kuna upinzani wa namna gani naweza kufanya mahubiri kule. Yani yeye aliwapatia ujasiri wale waliokuja baadaye katika eneo lile kwamba ninyi hamtakiwi muogope, bali mtatakiwa mfanye kazi kwa ujasiri. Kuna mwalimu mwingine ambaye anasema kuhusu marehemu kwamba mimi nilimuona alikuwa mswaliaji wa swala ya tahajjud, na vile kule alikuwa mswaliaji wa swala kwa unyenyekevu sana, na alikuwa akifanya mahubiri kila siku bila kukosa, na alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa akiswali swala bila kukosa. Alikuwa akiwakarimu wageni, na alikuwa hapotezi fedha ya jumuiya. Kisha anasema kwamba marehemu alikuwa na shauku sana ya kusoma vitabu. Alipokuwa akiuliza swali lolote alikuwa akijibu vizuri. Wakati wote katika kikao chochote, hususan katika usafiri, alipokuwa akikaa pamoja na khudam alikuwa akiwaelezea matukio mazuri. Alikuwa akikutana na watu kwa hulka njema. Kwa sababu ya hii kila mmoja alipenda kukaa naye. Anasema marehemu katika Kamaredi, kwa sababu ya kusambaza vipeperushi, alishambuliwa na wapinzani na maadui. Tarehe 20 ya Februari ilikuwa jalsa ya Yom Muslim Maud. Alifika mapema katika center. Wasiokuwa na jumuiya takriban 100 walianza kumtafuta yeye, na marehemu alifika mapema, kwa hakuweza kumpata njiani. Kwa hiyo wale wapinzani wakafanya njama kwamba Muhammad Umar, mke wake na watoto wake walikuwa wanaenda center ya swala. Kwa hiyo wale wapinzani wakamzuia yule mwalimu, na wakasema kwamba madamu sisi hatupati Nasruddin, sisi hatutakuacha. Marehemu alipojua kwamba mwalimu amezuiliwa njiani, kwa hiyo yeye akafika pale mara moja na akasema mimi ni Nasruddin. Kwa hiyo wale wapinzani wakamwacha mwalimu na mke wake na watoto wake, na wakamkamata huyu marehemu na wakaanza kumpiga, na wote walimpiga vibaya sana. Hatimaye polisi iliitwa, na wapinzani walisema kwamba wewe useme Sayyidina alayhi salatu wasalam si nabii wa Mwenyezi Mungu, lakini yeye alikataa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi, na vile vile Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake subra sana. Jeneza ya 3 ni ya Bi Sahibzadi Amatul Wahid Begum Sahiba, aliyekuwa mke wa Mirza Khurshid Ahmad Sahib. Tarehe 10 wa April 2017 jioni saa 4 katika umri wa miaka 82 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa binti wa Mirza Sharif Ahmad Sahib, na vile vile alikuwa shemeji yangu.
shangazi yangu alikuwa mjukuu wa sayyidina alayhi salatu wasalam, na vile vile alikuwa mjukuu wa Nawab Muhammad Ali Khan saheb. amezikwa katika Bahishti Makbara ya Rabwa. Alipata maradhi mara mbili, lakini kwa subra sana alisimama dhidi ya maradhi haya yote mawili aliyopata. Dr. Nuri Saheb ameandika kuhusu marehemu. kwamba takriban tangu miaka 20 alikuwa anauguliwa, lakini katika hali hii alikuwa mfano mzuri wa mwema. Kwa subra sana na kwa imara sana alisimama dhidi ya maradhi ya cancer. Baadhi wakati hali yake ilikuwa ikifika kiasi hiki kwamba alikuwa katika hatari kubwa sana, na vile vile matibabu yake pia ni magumu sana, lakini kwa subra sana yeye alisimama dhidi ya maradhi yake na aliendelea kufanya kazi zake za kila siku, na kwa ushujaa sana alisimama dhidi ya maradhi haya ya kansa. Dr. Saheb anasema kwamba yeye alikuwa akifanya kazi kwa kufanya bashasha na alikuwa radhi pamoja na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mpaka siku zake za mwisho aliendelea kuangalia mambo ya nyumbani, na vile vile alikuwa akimwangalia mume wake pia. Yeye alikuwa na mahusiano mazuri na mume wake. Mwenyewe alikuwa mgonjwa, lakini wakati Mirza Khurshid Ahmad Saheb ambaye ni mume wake alipofanyiwa angioplasty, wakati ule marehemu alisahau maradhi yake na aliendelea kumwangalia mume wake. Wakati ule alikuwa sifa maalum ya kuwa karimu wageni. Mgeni akija wakati wote alikuwa akimpikia chakula, na wakati wa jalsa salana wageni wengi walikuwa wakija, na wakati ya shura pia. Lakini kila wakati wageni walipokuja waliwapatia ukarimu. Aliwahi kuja hapa London mara mbili na alikutana nami. 2005 nilikutana na Qadian baada ya kuchaguliwa kwangu khalifa, na baadaye alipokuja hapa wakati wa jalsa salana nilikutana naye. Alikuwa na imani sana na alikuwa akiheshimu sana uhalifa. Ingawa yeye alikuwa mkubwa, lakini yeye kwa unyenyekevu alikuwa akikutana nami. Pamoja na mama yetu alikuwa na mahusiano ya jamaa, na alikuwa binti wa Mirza Sharif Ahmad Saheb, na alikuwa sawa na umri wa dada yangu. Kwa hiyo mama yangu wakati wote alimtendea kama ni mtoto wake, na yeye pia hakumtendea kama ni shemeji yake, bali yeye alikuwa akimheshimu sana mama yangu pia, na alikuwa akidhani kwamba mama yangu ni mzee, na alikuwa akimtendea vizuri sana. Ndoa yake 1955 ilitangazwa na halifa wa pili. Pamoja na nikaa yake, nikaa ya Sayyid Mir Mahmud Ahmad Saheb pia ilitangazwa, ambaye alimuoa binti wa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Kisha nikaha ya binti wa Chaudhry Zafrullah Khan Saheb pia ilitangazwa siku ile ile.
aliolewa na bana sajadul haq saheb. halifa wa pili katika 26 Desemba alisema leo nitatangaza ndoa. halifa wa pili alisema kwamba kawaida ni kwamba nikah inatangazwa tarehe 29 ya Desemba, lakini nikah hizi ni tofauti. ya kwanza ni hii kwamba nikah ya moja ni ya binti yangu ambaye ni Amatul Matin, na yeye ameolewa na Mir Mahmud Ahmad sahab, na nikah ya pili ni ya binti wa Sulh Khan saheb, na nikah ya tatu ni Amatul Wahid Begum binti wa Mirza Sharif Ahmad saheb, na yeye ameolewa na Mirza Khurshid Ahmad saheb, na Mirza Khurshid Ahmad saheb ametoa wakfu maisha yake. halifa wa pili alisema kwamba Mirza Khurshid anamaliza masomo yake, na baada ya kuhitimu masomo yake atatoa wakfu maisha yake. kisha halifa wa pili aliwaombea hawa wote na alisema Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika nikah za hawa wote, na kwa kupitia nikah hizi maendeleo yapatikane katika jumuiya. Mwenyezi Mungu alimjalia marehemu watoto 6 na watoto 4 wametoa wakfu maisha yao. 2 ni madaktari katika Fazil Umar Hospital, mmoja ni PhD doctor ambaye anafanya kazi katika ofisi ya Nizar Talim, na moja ni wakil ambaye katika ofisi anafanya kazi kwa kuwa mshire kanun. marehemu alihudumia idara ya Lajna Maila miaka 29. aliwahi kuwa naib sadr awal wa idara hii ya Lajna Maila. aliwahi kuwa secretary sanat wa tijarat. alikuwa akiwapatia nafasi watu maskini wafanye kazi, na kwa hivi wale maskini walikuwa wakipata ujira kwa sababu ya kazi yao, na vile vile kwa sababu ya kazi ile lajna wengi walikuwa wakija wakati wa maonyesho ya kazi yao. marehemu alikuwa akimtii kiongozi wake bila kujali umri. mke wangu aliniambia miaka 2 alipokuwa sadr lajna wa Rabwa, aliwahi kufanya kazi pamoja naye kwa kuwa naib sadr, na anasema katika hali hii kwa utii kamili marehemu alifanya kazi pamoja nami, na kazi yote aliyopewa marehemu alifanya kazi ile kwa furaha sana na kwa makini sana. mume wake bwana Mirza Khurshid Ahmad sahib anasema yeye alitimiza haki ya kuwa mke wa wakfi zindagi. hakuniomba kitu chochote, yeye aliwaangalia watoto vizuri. hii kwa sababu ya malezi yake, kwa sababu ya malezi ya watoto wake. yeye watoto 4 ni wakfu. pamoja na watoto wake aliwalea vizuri watoto wa watumishi wake. alikuwa akiwasomesha watoto Qur'ani tukufu, vile vile aliwasomesha Qur'ani tukufu watoto wa watumishi wake. aliwafundisha watoto kwanza Qur'ani tukufu usomaji wake, baadaye aliwafundisha tafsiri yake. mume wake anasema kwamba wakati alipokuwa chuoni aliona katika ndoto Mia Abdurrahman sahib ambaye ni mjomba wake mwenyeji wa Maler Kotla ametuma bangali 2 na amesema 65 na 72, na yule mwanamke anampatia bangali na anasema 65 na 82. marehemu anamuuliza tena yule mwanamke 65 na 82 umesema?
anasema ndoto yangu hii nilielewa wakati 65 halifa wa pili alifariki na 82 halifa wa tatu alifariki. mtoto wake bana adil anaandika wakati wa jalsa salana wageni takriban 100 walikuwa wakija na alikuwa akiwapikia chakula wageni hao wote, alikuwa akiwaangalia vizuri. wakati halifa wa 4 alipohama yeye alimpatia vyakula na vitu vingine. na alikuwa akimpikia chakula halifa wa 4 na Hazur anasema hivyo ndivyo alikuwa alinifanyia hivi. alikuwa akinipikia hulwa maalum alikuwa akipika na alikuwa akaniheshimu sana. alimhudumia mama yake vizuri, vile vile aliwahudumia wazazi wa mume wake. alikuwa akisoma Qur'ani tukufu na alikuwa akiswali swala bila kukosa, na alikuwa akipeleka watoto wake misikitini kwa ajili ya swala. baada ya saa alfajiri alikuwa akiwaambia watoto wake wasome Qur'ani tukufu. alikuwa akiwasaidia sana watu wanyonge na watumishi wake wote. mimi Hazur anasema nilipochaguliwa kuwa halifa, mtoto wake anasema kwamba zamani nilikuwa nikimwambia Masrur ya alikuwa akifanya kazi, lakini sasa nani atafanya kazi zile alizokuwa akifanya mimi. lakini Hazur anasema yeye hakuniomba kwamba nifanye, bali yeye alikuwa akinifuata na alikuwa akifuata nasaha zangu zote. shemeji yake moja anaandika sisi tulikuwa tukiishi naye kama mama anaishi na mabinti zake. baada ya kufariki mama yetu yeye alituangalia sana na yeye alitupatia vifaa vyote wakati wa kuolewa kwetu kama mama anafanya kwa ajili ya binti yake. tangu tumeolewa mpaka leo anatupatia zawadi ya Idi kama mama anatuma Idi kwa ajili ya mabinti zake. aliwalea watu wengi sana na alimlea binti wa mfanyakazi, na wakati yule binti alipoolewa alitupatia ujumbe kwamba ikiwa nyinyi hamkuja kushiriki sherehe ya harusi wake, mimi sitakuja kushiriki sherehe ya harusi wa watoto wenu. hivi alikuwa akiwaangalia watu wanyonge. shemeji yake moja mdogo anasema mimi nilimuuliza wakati fulani kwamba tangu umri gani umeanza kusali tahajjud. yeye hakunijibu, lakini mimi niliposisitiza, nilipomuuliza mara kwa mara, yeye akasema nilipokuwa mtoto wa miaka 12 tangu wakati ule nilianza kusali sala ya tahajjud. hivyo ndivyo yeye aliwasaidia watu wengi katika masomo yao. na mahali ambapo wasichana maskini waliolewa kule aliwapelekea chakula. mpwa wa Mia Khurshid Ahmad anaandika kwamba ilikuwa chupa ya asali,
lakini akasema mimi siwezi kukupatia kwa sababu halifa amenitumia, unaweza kuchukua asali nyingine, mimi siwezi kukupatia kwa sababu hii asali imetumwa na halifa. Na alikuwa akiwatendea vizuri sana wake wa watoto wake. Dr. Hamadullah, mke wake wa Dr. Hamadullah ambaye anaishi hapa Uingereza, yeye ni mgonjwa, alilazimika kuja hapa London, lakini marehemu alimwambia kwamba uende kule na umangalie mama yako, mimi nitaangalia watoto wako, ilhali yeye mwenyewe alikuwa mgonjwa. Marehemu alifanya kazi yake yote mwenyewe, ilhali yeye alikuwa na maumivu ya maradhi yake. Hazur anasema dada yangu moja anaandika, alikuwa akiwaambia watumishi wafanye kazi kwa upole sana, ikiwa wao walikuwa wakikosea walikuwa hakasiriki, alikuwa akifanya kazi kwa subra sana, ndio maana watu walikuwa wakipenda wafanye kazi pamoja naye. Ikiwa wafanya kazi walikuwa wakipata shida, alikuwa akiwasaidia katika shida zao. Dada yangu mmoja mdogo anaandika kwamba mtu anakuwa na makosa mbalimbali, lakini marehemu alikuwa akifuata Qur'ani tukufu na hadithi. Wakati wote alipokuwa akiona kwamba mambo yameenda kinyume na nidhamu yetu, marehemu alikuwa akizungumza wakati ule na alikuwa hakai kimya. Alikuwa mnyenyekevu sana na alikuwa akikutana na watu kwa unyenyekevu sana. Dada yangu mwingine mkubwa ameandika, aitwaye Amtu Rauf, baada ya partition tulipokuwa tukiishi pamoja na Mirza Sharif Ahmad Saheb, wakati ule Mirza Sharif Ahmad Saheb alikuwa akitufundisha Qur'ani na hadithi. Marehemu pia alikuwa akisoma na baadaye yeye aliwasomesha watoto wengine. Mtoto mmoja alikuwa shida ya kuongea na yeye alimfundisha Qur'ani tukufu kwa kukaa naye kwa masaa na masaa, na sasa yule mtoto hana shida bali anazungumza vizuri. Dada yangu anaandika kwamba marehemu alifanya FA katika Rabwa. Baada ya sala ya tahajjud alikuwa akianza kusoma na alikuwa akiswali swala za kawaida. Hivyo ndivyo watu wengi wameandika sifa za marehemu. Mtoto wake mmoja ameandika, kabla ya kuchaguliwa kwangu uhalifa alikuwa na mahusiano mazuri nami, lakini baada ya kuchaguliwa kwa uhalifa marehemu alisema kwamba sasa mimi nina mahusiano naye kwa kuwa halifa tu, si kwa sababu yeye ni jamaa yangu. Hazuru anasema alipokuwa akija hapa alikuja akikutana nami na alikuwa kwa kuniona alikuwa akisimama badala ya kukaa. Mimi na mke wangu tulisema usisimame kwa sababu wewe ni mgonjwa, lakini alikuwa akisimama mara kwa kuniona. Alikuwa akimtegemea sana marehemu. Mtoto wake mtoto mmoja mdogo aliooa kabla ya mtoto mkubwa, na yeye alipanga sehemu moja kwa ajili yule mtoto wake. Mume akasema umpatie sehemu hii huyu mdogo, lakini akasema kwamba sehemu hii ni kwa ajili ya yule mtoto wangu mkubwa. Mungu mwenyewe atafanya mpango kwa ajili ya mtoto mdogo. Siku moja alipokuwa anasoma Qur'ani tukufu akasoma aya moja
na anasema kwa kupitia aya hii Mungu atatimiza mahitaji yangu. Wakati ule yeye alikuwa amenunua prize bonds. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alipata prize bond ya 100,000. Kwa sababu ya 100,000 hii alimjengea nyumba yule mtoto wake mdogo. Mtoto wake huyu anasema kwamba wakati alipopata taarifa ya kifo cha halifa wa 4, sisi sote tulikuwa msikitini wakati ule, na mama yangu alikuwa amehuzunika sana kwa kupata taarifa hii. Mwanamke mmoja wa familia akaanza kulia sana. Mama akasema kwamba usilie bali ufanye maombi. Anasema mimi nilikuwa mtoto wa miaka 9 wakati halifa wa 3 alifariki. Wakati ule nilikuwa mtoto, kwa hiyo nikacheka, lakini mama yangu akanikasirikia na akasema kwamba wewe hujui hali ya jumuiya ikoje, halifa wa 3 amefariki na wewe unacheka. Tangu utoto wetu alikuwa akituambia umuhimu wa jumuiya ni nini. Hivyo ndivyo alikuwa akiwapatia zawadi watoto ili waweze kuhifadhi sura za Qur'an tukufu. Binti moja ambaye alilelewa naye anasema mume wake huyu pia ni mtumishi wa jumuiya. Huyu binti anasema mimi tangu miaka 4-5 nipo nyumbani kwake, alinisomesha, alinisaidia na baada ya kuolewa kwangu, ikiwa alikuwa akanihitaji huduma yangu alikuwa akiniita, na siku moja nilikuja nyumbani kwake. Siku moja alikuja nyumbani kwangu akaona sofa ya zamani na akasema kwamba uchukua sofa hii na ununue sofa nyingine mpya. Yule binti mtumishi anasema kwamba alimsomesha mtoto wangu, na kwa ajili ya harusi ya mtoto wangu alinunua vifaa. Hivyo ndivyo alikuwa akiwajali watu waliolelewa naye. Mtoto wa jamaa yake mmoja anaishi kule Switzerland anasema marehemu aliuangalia sana baba yangu. Vile vile jamaa mmoja aliniandikia kwamba mimi nilipokuwa mgonjwa marehemu alinisaidia sana. Kwa hiyo marehemu alikuwa na sifa chungu mzima. Mwenyezi Mungu ajalie watoto wake pia wawe na sifa hizi, watoto wawe na ushano wa utii pamoja na uhalifa, na Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu huko peponi. Baada ya swala za Ijumaa na swala ya Isha nitaswalisha jeneza ya hawa marehemu wote watatu inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.